Shalom mwana wa Mungu katika Kristo Yesu. Ni wakati mwingine tunakutana hapa Sonship Spirit TV, jicho la Mungu duniani kote. Kipindi ni Rap, jukwaa la roho, neema na vipawa, kinachokujia kila siku ya Ijumaa saa 12 jioni. Mahali hapa tunakufunulia basi namna ambavyo vipawa tulivyopewa na Mungu Baba tunaweza kuvitumia kuweza kufunua habari za ufalme wa Mungu tukiwa hapa duniani. Nikukaribishe uwe pamoja nami mwanzo mpaka mwisho. Ni mimi mtangazaji wako Aksa Brown. Kipindi ni jukwaa la roho, neema na vipawa, kipawa chako madhabahu yako. Ni mwigizaji maarufu wa Kimarekani ambaye kwa miaka mingi ameweza kuibariki dunia kupitia kipawa chake cha uigizaji, hasa katika sanaa ya uchekeshaji na maonyesho ya jukwaani, kama ambavyo tunaweza kuona katika filamu zake bora za wakati wote, filamu ya Rush sehemu ya kwanza, ya pili na ya tatu ambayo ameigiza na Jack Shane. Mpenzi mtazamaji wangu, sijui kama umeshawahi kuitazama hiyo filamu. Kama hujawahi, unaweza ukaipitia. Lakini hilo si jambo ambalo tunataka tulizungumze leo kuhusiana na mwigizaji huyu ambaye anafahamika kwa jina la Christopher Tucker. Kinachofanya tumzungumzie leo ni namna ambavyo ameweza kuitetea imani yake juu ya Kristo Yesu hapa duniani katika jukwaa la uigizaji, katika sanaa ya filamu. Jambo usilojua mpenzi mtazamaji wangu, Christopher Tucker amewahi kupiga chini dili la zaidi ya dola milioni 10 za Kimarekani, ambao ni zaidi ya shilingi bilioni 25 za Kitanzania. Si mchezo jambo hili, lakini kutokana na falsafa ya imani yake kwa Kristo Yesu, jambo hili kwa Christopher Tucker ilikuwa ni rahisi kabisa. Na hii ni baada ya kuigiza filamu ya Friday ambayo aliigiza kama Smokey na kushindwa kuendelea na mfululizo wa filamu hii, yani Next Friday na Friday After Next, ambao anasema kwamba ilikuwa ni kinyume na maadili au ilikuwa kinyume na imani yake kwa Kristo Yesu hapa duniani. Christopher Tucker ameweza kusema, na nukuu, "Sikuendelea kuigiza kama Smokey katika filamu ya Next Friday ya mwaka 2020 na Friday After Next ya mwaka 2022 kwa sababu ya imani yangu. Mimi ni mwana wa Mungu, ninamwakilisha Kristo mahali popote nilipo. Hivyo sikutaka kuwa balozi wa wengine kuvuta bangi." Mwisho wa kunukuu. Mtazamaji wangu, tunaona kwamba filamu ya Friday ilikuwa ina maudhui ambayo yangemfanya mwigizaji huyu kuwa balozi wa kitu kingine. Hapa naweza nikakuuliza swali kidogo kwamba wewe ni balozi wa nani unapokuwa katika eneo lako la kazi, unapokuwa katika utekelezaji wa majukumu yako? Wewe unamwakilisha nani? Tunaona Christopher Tucker anasema kwamba yeye ni balozi wa Mungu, kwa hiyo hakutaka kumwakilisha au hakutaka kuwa balozi wa mtu mwingine au wa kitu kingine. Alijua kwamba anahitaji kuwa balozi wa Mungu na anahitaji kumwakilisha Mungu katika eneo lake la kazi, yani katika jukwaa la filamu. Raha ya kumjua Kristo ni kupata badiliko la kifikra na mtazamo, ambao ndio linatupa falsafa ya maisha ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Na maanisha kwamba maisha ni zaidi ya kupata pesa, ni zaidi ya umaarufu hapa duniani, bali maisha yetu ni Kristo, na maisha yetu hayatakuwa na maana kama tutakubali kumezwa na mfumo wa maisha ya dunia hii. Na tujue ya kwamba mafanikio yetu ya nje sio kipimo cha utukufu wa vipawa tulivyo navyo, bali vipawa vyetu vinatakiwa kuwa sababu ya watu wengine kumjua Mungu katika Kristo Yesu na wazo lake la ufalme hapa duniani. Na hili tunaona ambavyo Christopher Tucker alivyoweza kulitambua kwa kufahamu umuhimu wa Yesu Kristo kwenye maisha yake, kuwa ni zaidi ya dola milioni 10 za Kimarekani, kitu ambacho kwa hali ya kawaida si jambo dogo, ni jambo kubwa sana. Lakini yote katika yote ametambua kwamba Yesu ni kila kitu, na ukimpata Yesu umepata vyote. Christopher Tucker ambaye alikuzwa katika dini ya Kipentekoste na kusali kanisa la Church of Dead in Christ pamoja na wazazi wake Norris Tucker na Mary Louise. Katika mwanzo wa safari yake ya uigizaji aliweza kuachana na dini yake na kuzaliwa kwa mara ya pili, na ameweza kueleza namna ambavyo alikutana na Yesu Kristo wazi wazi siku akiwa na mke wake akiwa anaendesha gari, na nukuu akisema, "Nilimgeukia mke wangu na kumwambia kwamba kuanzia sasa siwezi kuishi bila Kristo. Sasa nina kusudi la kuishi zaidi ya mawazo niliyokuwa nayo." Mwisho wa kunukuu.
na tangu hapo tunaona Christopher Tucker hata kazi ambazo alikuwa anazipokea kipaumbele chake kikubwa ilikuwa ni Kristo. Je, kazi ambayo anaipokea inafunua maisha ya ufalme wa Mungu, inamweleleza Kristo hapa duniani? Hicho ndicho kilichokuwa kipaumbele cha mwigizaji huyu baada ya kuachana na imani yake na kuamua kuzaliwa mara ya pili. Hongera sana Christopher Tucker kwa kutochanganya divai mpya katika kiriba cha zamani. Jukwaa la Roho, Neema na Vipawa tunakushangilia kwa msimamo wako. Hakika maisha yako ni ushuhuda kwa wengi. Bwana wa Mungu na mtazamaji unayenitazama sasa, kitu ambacho unatakiwa kujua, inawezekana kabisa kutumia kipawa chako ulichonacho kuweza kufunua maisha ya ufalme wa Mungu hapa duniani, kuweza kumwakilisha Mungu hapa duniani pasipo kuishi maisha ya uharibifu, pasipo kuishi namna ambavyo dunia inaenenda, pasipo kufuata mfumo wa maisha ya dunia hii. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami kuanzia mwanzo, na hii ndio tamati ya kipindi hichi. Mpaka wakati mwingine tutakuwa pamoja hapa hapa Sonship Spirit TV. Usiache kutufuatilia katika Instagram page yetu kwa jina la Beyond Film Company, lakini bila kusahau kulike, kucomment na kusubscribe ili kuweza kuendelea kupata mfululizo wa vipindi vyetu. Ni mimi mtangazaji wako Aksa Brown. Mpaka wakati mwingine, shalom shalom.